Wafungwa wengi, kama si wote, ndani ya gereza la Gitarama ni waliodhoofu, hasa kwa magonjwa ya kutisha. Ndani humo wafungwa wana majeraha mabaya ya vidonda vilivyooza na kumomonywa na bakteria. Mavidonda hayo makubwa hupukutisha miili ya wafungwa wa Gitarama mpaka wengine wakafa kabisa. Na ukiwa ndani ya gereza hili, jambo hili halikwepeki, kwa maana ni maisha ya kawaida kabisa kwa wafungwa wa Gitarama kusimama na kutembea juu ya vinyesi vyao. Wafungwa wengi wa Gitarama hawana vidole. Wengine nyayo za miguu yao zimeoza kabisa, na wengine wamekatika kabisa mpaka miguu. Miguu yao inapodhurika huanza kubadilika rangi na hata kutoa madonda, na ni kawaida kabisa ndani ya gereza hilo kuona mtu ana wadudu na funza wengi miguuni mwake huku akitembea. Gereza la Gitarama, ili liwe mahala pa mateso zaidi, ni majengo yaliyo wazi kabisa. Juu ya gereza hilo hakuna paa, yaani halijaezekwa kabisa. Kwa hivyo wafungwa huishi wakikung'utwa na jua kali na wakipoozwa kwa mvua misimu yote, kiangazi, masika, iwe dhoruba ya mateso kwao. Lakini pamoja na hilo, katika kila siku iendayo kwa Mwenyezi Mungu, kati ya wafungwa 10 ndani ya jela hii, 8 kati yao hufa kwa kukosa hewa ama magonjwa mengine. Na si kwamba vifo vya wafungwa hawa wengi kila siku basi ndio hupelekea nafuu ya kupungua kwa wafungwa ndani ya gereza hili la mateso. Hapana. Kila anapokufa mfungwa mmoja na kutolewa, papo hapo analetwa mfungwa mwingine mpya ndani ya gereza la Gitarama. Ndani ya gereza la Gitarama kuna rekodi nyingi sana za mfungwa kumuua mfungwa mwenzake kisha kumla akamfanya ndiyo chakula chake. Na hii ni kwa sababu mgao wa chakula ni finyu sana. Chakula na maji hutolewa mara moja tu kwa wiki, tena kikiwa kibovu na hakitoshelezi. Mara nyingine chakula kinakosekana kabisa, na hivyo basi kuwalazimu wafungwa kumaliza siku kadha wa kadha pasipo kutia kitu mdomoni. Na kwa kuwa kila mtu anataka kuishi, basi wafungwa wengine huchukua hatua ya kulinda uhai wao kwa kuwanyonga wenzao, kuwabamiza vichwa ukutani mpaka mauti yakawafika, kisha kuwatafuna wabichi wakivuja damu. Tena mara nyingine hucheza kamari kabisa, ambapo wahusika huchaguliwa kwa kukurupushwa. Kisha mnacheza kamari ya ushindani, na atakayeshindwa basi ndiyo inaonekana huyo ni halali yake kufanywa supu siku hiyo. Na tena bahati mbaya hii ikikudondokea hauchomoki, wanakuua na kukutafuna bila ya huruma mpaka ukabaki mifupa, nywele na kucha tu. Na nikufahamishe kwamba yote haya yanawezekana, tena kwa urahisi tu, kwa sababu ndani ya gereza la Gitarama hakuna hata mlinzi mmoja anayediriki kuingia. Ni wafungwa tu wanaishi wenyewe kwa wenyewe wakijihudumia. Hata chakula na maji vikiletwa huachwa mlangoni kabla ya wafungwa wenyewe kunyanyuka na kuanza kujigawia. Na ndiyo maana mtu anaweza akafa mpaka akaoza ndani ya gereza la Gitarama kabla hajaja kutolewa na kwenda kuzikwa kwenye makaburi, tena makaburi ya pamoja. Na wanaokufa hivi na wakabaki wasiliwe ama kufanywa vitoweo na wenzao ni wale ambao miili yao imeshaharibika na kuoza kwa madonda makubwa yaliyojaa funza hata kabla hawajafikwa na umauti. Ajabu na kweli ni kwamba wafungwa waliomo ndani ya gereza la Gitarama hakuna hata mmoja ambaye amepitia mahakamani akathibitishwa ya kwamba ana makosa na anastahili kufungwa. Na tena wengi wao, kama si wote,
ni Wahutu, inaaminika hivyo, na walianza kujazwa humo miaka ya 1990 wakituhumiwa kwa yale mauaji ya kimbari. The storybook.